Wewe unayeandika unaweza kuandika ujumbe huu: kuokoka na kuwa kiumbe kipya katika Kristo. Kuokoka na kuwa kiumbe kipya katika Kristo. Ninajua umeokoka, lakini andika huo ujumbe, utakusaidia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuokoka na kuwa kiumbe kipya katika Kristo. Tunaposema kuokoka nadhani kila mmoja anatambua, kwa sababu wote tumepitia huo utaratibu, si ndio jamani? Kila mmoja amepitia. Aliyeko hapa kanisani kama hajaokoka, basi leo ataokoka. Amen. Kama ameingia hajaokoka, basi leo atapata nafasi ya kuokoka. Lakini asilimia kubwa ya walioingia hapa wamepitia huo mchakato wa kumkiri Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Tunaposema kuokoka, tunazungumza kutoka katika hatari ya dhambi na kupokea badiliko ndani ya moyo. Jina la Bwana libarikiwe. Tukisema kuokoka kwa maana ya kawaida, ni kutoka katika hatari tofauti. Naweza kawa umeokoka kutoka kwenye ajali ya maji baharini. Naweza ukawa umeokoka kutoka kwenye ajali ya gari. Naweza ukawa umeokoka kutoka ulipokuwa umetumbukia kwenye shimo, ilikuwa ufie humo, lakini unatokea msaada, mtu anakufanyia msaada na kuja kukutoa katika lile shimo. Kama ni ajali ya maji, basi unakuja kuokolewa na wale waokoaji, kikosi cha uokoaji wanakuja kukuokoa usizame kwenye maji. Unasema huyu mtu ameokoka na hatari fulani. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na katika mazingira ya kwa habari ya kuokoka katika hizo hatari zingine, serikali imeweka utaratibu mzuri sana. Imeweka kikosi cha zimamoto na uokoaji, na wanafanya kazi nzuri ya kuwaokoa watu wasife kwenye hatari ya majanga mbalimbali. Lakini kwa habari ya kuokoka kwa maana ya kupokea badiliko la rohoni kutoka kwenye hatari ya dhambi, yupo mmoja tu anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. 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 Huyo ndiye ambaye tumepewa na Bwana ili atuokoe na atufanye kuwa wapya, atubadilishe kuwa viumbe vipya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka nikwambie ya kwamba watu waliomkiri Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao kwa vinywa ni wengi sana. Ni wengi sana, inawezekana wengine hawajaja hapa. Lakini nataka nikwambie kwamba wale waliokubali kupokea badiliko ni wachache sana. Kundi dogo. Haleluya. Haleluya. Nasema watu walioongozwa sala ya toba ni wengi sana. Lakini watu waliokubali pokea badiliko la rohoni ni wachache sana, kundi dogo sana. Lakini tukisalimiana hapa, Bwana asifiwe, kila mmoja anasalimia vizuri sana. Bwana asifiwe. Kama ni mbaba anasema Bwana asifiwe. Haleluya. Anaweza akainama kabisa hivi. Haleluya. Kama watu wa kule kwetu Wanyiha, watu wa kule kwetu wa Fipa walivyo na heshima wakati wanasalimia watu. Kama ni kabinti kanasema Bwana asifiwe. Jamani mtumishi. Mungu atusaidie sana. Kwa mazingira ya kawaida, ukikutana naye kujua kwamba ameokoka, kama hauko rohoni hautajua. Na kama ni kijana anaweza kujitwalia mbele, hapa nimepata chombo. Kumbe kapatikana. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Tabia yako kabinti na kudhihirika kule ndani atakapokuwa amekachukua. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Nazungumza kuokoka na kuwa kiumbe kipya katika Kristo. Fungua nami kile kitabu cha, ngoja tusome kwanza kitabu kile cha Matendo.
kabla hatujaenda rohoni, tunataka tusome kwanza kuokoka kwa kawaida. Fungua kitabu cha Matendo 27 mstari wa 31. Nadhani tukianzia hapo utajua tunakoelekea. Kuna watu wanajua kuokoka kwenye Biblia kwa kuokoka kwa kawaida hakukupo. Matendo 27:31. Naomba nisome katika jina la Bwana. Matendo 27:31, Biblia inasema, Paulo akawaambia akida na askari, hawa wasipokaa ndani ya merikebu hamtaweza kuokoka. Basi askari wakazikata kamba za mashua, wakaiacha ianguke. Na kulipokuwa kukipambauka, Paulo akawasihi wote wale chakula, akisema, leo ni siku ya 14 kungoja na kufunga, hamkula kitu chochote. Basi nawasihi mule chakula, maana itakuwa kwa wokovu wenu, kwa maana hapana hata unywele wa kichwa cha mmoja wenu utakaopotea. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hapa alikuwa hazungumzi wokovu wa kufanywa upya ndani. Alikuwa anazungumza wokovu wa kuokoka katika hatari. Jina la Bwana libarikiwe. Ile merikebu ilikuwa imebeba watu, ilikuwa imebeba abiria pamoja na wafanyakazi. Hii meli ilikuwa imetoka Kipro inaenda Roma au Rumi. Lakini kulikuwa na upepo wa mbisho, kukawa na upepo mkali, kukawa na zoruba inaonekana. Paulo anawaambia kwamba waingie ndani ya merikebu ili wapate kuwa salama. Haleluya. Haleluya. Na katika meli wapo watu ambao wanazama, wanaingia kule ndani, wanakuwa ndani ya ndani. Lakini kuna watu wanapanda kule juu, kuna nafasi, wanasema tunataka tuone kila kinachoendelea kwenye bahari. Wanapunga upepo kule. Na mimi pia wakati naenda Zanzibar nimewahi kufanya hivyo. Mungu atusaidie sana. Nikasema kwa sababu mimi nikiwa kule Dar es Salaam sionagi baharini, nikiwa kule Mbezi, sasa nimepata hii chance, nataka nione kinachoendelea kwenye bahari huku meli inatembea. Nikawa kule, lakini baadaye nikaona upepo umeanza kubadilika, naanza kuona watu wengine wanaanza kujisikia hivi. Haleluya. Haleluya. Mimi nikaondoka kule, nikaingia ndani. Mungu atusaidie sana. Mimi sipendi kuzama kijingajinga. Nikaingia ndani. Jina la Bwana libarikiwe. Nikawaacha huko, baadaye wote waliingia ndani. Mungu atusaidie sana. Maana nikawa naona wimbi linakuja kwa nguvu, linatishia usalama wetu. Nikazama kule ndani. Bwana asifiwe. Sasa Paulo alikuwa anawaambia kwamba waingie ndani ambako kuna usalama, asije akapotea mtu. Haleluya. Kwa leo meli yetu sisi ni kukaa ndani ya Yesu. Haleluya. Ili tuwe salama, tunahitaji kukubali kukaa ndani ya Yesu. Tunakubali kubadilishwa na Yesu, ndio usalama wetu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Usalama wetu ni kukaa ndani ya Kristo sawa sawa. Usalama wetu ni kukubali kutembea na huyo Yesu. Usalama wetu ni kukubali kubadilishwa na huyu Yesu, ndio usalama wetu. Hatuna usalama mwingine wowote utakaotufanya tuwe salama kiroho na maisha yetu ya baadaye. Ni Yesu kuwa ndani yetu na sisi kuwa ndani ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Sasa naomba tutoke hapo. Fungua kile kitabu sasa cha Wakorinto ya pili sura ile ya 5 mstari wa 17.
Wakorintho ya pili 5:17. Ukisoma hapo Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Haleluya! Mtu akiwa ndani ya Kristo, mtu akiwa kwenye meli ya mbinguni ambayo ni Yesu Kristo, amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama mambo yamebadilika. Mwambie jirani yako, mambo yanabadilika, mambo yanabadilika. Haleluya! Kama yupo Msukuma mwambie yanabadilikaga, yanabadilikaga, mambo yanabadilikaga. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Mambo hayawi vile vile, yanageuka. Haleluya! Yanageuka, yanakuwa ni mengine. Lakini kuna watu ambao walimkiri Yesu vizuri kama ulivyomkiri, wamekataa kubadilishwa na Bwana. Wanatembea katika giza hali wanakuja kanisani. Leo Mungu anataka uondoe hiyo tabia, ugeuke uwe kiumbe kipya. Haleluya! Haleluya! Yaani tukiwa hapo kila mmoja ameokoka, si ndio? Ila tukitoka kwenye ule mlango ule pale, tukienda nyumbani, kila mmoja na kitambulisho cha kwake, si ndio jamani? Kila mmoja anakuwa na kitambulisho cha kwake. Mwingine nyumbani na majina mengine huko mtaani, ila hapa mwanakwaya mzuri ameokoka, waimbaji wazuri, wahudhuriaji wazuri, hawana baya, wakifa hawaozi. Si ndio wanasema huko mtaani jamani? Si ndio jamani? Wanasema hauna baya, ukifa hauozi. Mimi nataka nikwambie, kama hutataka kubadilishwa na Bwana, utaoza rohoni. Utaoza rohoni na utanuka. Na Yesu akija hujabadilika, jehanamu utaenda kama kawaida. Hiyo ni ngumu kumeza, lakini sema amina hivyo hivyo. Sema amen. Sema amen. Akina Mr. Machanganyo na akina Misi Machanganyo, Yesu akirudi, jehanamu ni pale pale usipotaka kubadilishwa na Bwana. Wapo Mr. Michanganyo na akina Misi Michanganyo, wamo. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie. Kanisa la leo baba limekuwa na changamoto, si kwa nini? Wachungaji tuna kazi. Mwingine anasema napona taratibu baba. Baba na unakuwa mkali mno. Kwani tunapona taratibu? Kwenye Biblia nani alipona taratibu? Naomba kuna mtu mmoja mnaweza kunitajia aliyepona taratibu? Haya, tuweje kwa Paulo. Alipona taratibu? Yule mwanamke Msamaria alipona taratibu? Ambaye alikuwa ana mahawara 5. Si mnaitwa mahawara, si vidumu. Mnajua wenyewe. Alipona taratibu? Si aligeuzwa kuwa mtu mzuri na akaleta watu kwa Yesu? Si ndio jamani? Yule mwanamke mchawi aliyekuwa anapiga makelele kwa kina Paulo, alipona taratibu? Kwa nini sisi taratibu? Hii inatolewa wapi ya taratibu? Pungie mkono namna. Haleluya. Haleluya. Nataka nikwambie, Yesu wetu anatoa wokovu kamili, haokoi taratibu. Haleluya. Kuna vitu vinatuchelewesha. Kuna vitu vinatuchelewesha. Tunaviendekeza, navyo vitatusababishia tuingie jehanamu tusipogeuka. Baba, siku moja wakati nimeokoka tu,
Nikawa naendelea vizuri sana. Ifika wakati fulani nikawa nikitaka kuomba nashindwa. Hii kwa nini? Mbona niko muombaji mzuri afu ni mhubiri mzuri? Nikitaka kuomba nashindwa. Kwa nini? Nikaingia kwenye maombi aliyokuwa anasema mama ya toba. Sema toba. Toba. Sikuomba toba tu kwa maneno, nikaingia kwenye kufunga. Kutubu, yani maombi ya kufunga kwa ajili ya toba nikaingia. Nilikuwa Dar es Salaam miaka fulani hivi. Sikutajira miaka fulani hivi. Nikaingia kwenye maombi ya yalikuwa siku 5 kama sikosei. Kama sio 5 ni 4. Siku ya kwanza bwana kimya. Nilikuwa nani jamani, nilikuwa tupu. Siku ya pili kimya. Tupu. Ya 3 nikasema Mungu, sasa unamaanisha nini? Kumbe Bwana ametegea nikati tamaa na sikati tamaa. Bwana, siku ile ya mwisho namaliza, nikawa nasikia amani. Lazima Mungu, naomba uniambie. Baada ya akanionyesha hatua zimefanyika tayari. Nikamwambia naomba uniambie katika kujitakasa nini kimebakia. Nasemezana naye, naomba niambie kilichobakia katika kujitakasa ili niwe mtumishi wako mzuri, nini kimebakia? Nilipolala bwana, katika usingizi nikaona mwanamke mmoja mrembo sana. Yaani ukimtazama kama mwanamke wa Kihindi. Si mnawajua Wahindi eh? Wanaume si mmewahi kuwaona Wahindi? Sijifanye umeokoka sana kwamba macho yako ya kawaida yaoni. Si mmewahi kuwaona? Na wadada si mmewahi kuwaona wadada wenzenu wa Kihindi? Sasa bwana nikakaona kanakuja bwana. Kananifanyia hivi. Kanataka kunilaki. Wakati nataka kwenda, nikaona mtu mwingine akasimama amevaa mavazi meupe. Akasimama kando, akanifanyia hivi. Stop. Nikarudi. Maono yakawa yameishia hapo. Kasema, kumbe hichi ndio kilichokuwa kinanichelewesha. AKA kumbatia ovyo. Mungu atusaidie sana. Nazungumza kwa sababu nilishinda. Haleluya. Nafikiri ningeshindwa ningezungumza. Si ningeficha. Nikatambua kumbe kilichokuwa kinanichelewesha kwenye utumishi wangu ni hichi hapa. Na hapo nina mke, sio sina, na mke. Wa baba, Bwana asifiwe. Mungu atusaidie sana. Wakati tunafanya kazi zetu kule maofisini kule maofisini. Sio kwamba una nia mbaya, hauna nia mbaya. Yaani anakwenda kukumbatiana, yaani utakuta kadada kanakuja. Jamani kakamwani. Sasa na wewe kwa sababu hujui kwamba ni mtego, na wewe unasema wow Esnat, samani kama ipo Esnat humu jamani. Sasa kumbe vile vitu haviendi bure. Yaani unapojiungamanisha naye kuendekeza kukumbatiana na mtu ambaye sio sahihi kwako, sio mke wako, kuna vitu vinanyonywa. Mwambie jirani yako kuna vitu vinanyonywa. Kuna vitu vinanyonywaga. Basi kumbe utumishi wangu kaa unafanyaje? Unaliwa. Unanyonyolewa. Nikasema kuanzia leo sitakubali kupokea kifua chochote kinasema kinanisalimia ambacho sio mke wangu. Shalom. Na waambie ili kanisa lipone. Amen. Nikatangaza ndani ya moyo wangu, nikaazimia kuanzia sasa. Sikumwambia mama mchungaji, nikasema nilikuja kushuhudia wakati imepita. Sikumwambia, sikasema kumbe. Yaani mimi nia yangu haikuwa mbaya. Sio kwamba nilikuwa nafanya hivyo ili nifanyaje? Nizini naye. Sikuwa na nia hiyo. Lakini nilikuwa dhaifu kwenye hilo eneo, na maana kanapokuja mtu kwa nini nikatae mtu anapokuja kunisalimia jamani? Unaona? Kwa nini nikatae? Unaona? Mtu hana nia mbaya, anataka unisalimie, kwa nini nikatae?
Usikubali kugusanisha vifua na mtu ambaye sio wa kwako. Haleluya. Unanyonyolewa kiroho. Wanaume wenzangu, tupone kwenye hilo. Nashuhudia tu kwenye korido. Wow. Mke wako wangeona. Sijui kama ndoa ingekuwepo. Sijui. Watumishi wa Bwana, nilivyotangaza hivyo kwa kweli nikawa salama. Amen. Ifike mahali umuulize Mungu, kwa nini shida hii inanitesa mara kwa mara? Kwa nini kila nikitaka kuacha hii dhambi, kila wakati nataka kuacha lakini nang'ang'ania? Kwa nini? Umefungua mwenyewe mlango. Kuna mahali umefungua mlango. Yesu amefanya kazi kweli ya kutuokoa, lakini kuna watu wamefungua mlango tena. Shetani anaendelea kuwatesa, anaendelea kuwakandamiza. Unajua, asubuhi tumejifunza hiki ninachozungumza tofauti na jaribu. Hilo sio jaribu, huko ni kujipeleka mwenyewe kwenye jaribu. Mungu atusaidie sana. Mtu wa rohoni lazima utambue nini yaliyo mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Usipotambua utasomba somba, utakuwa somba somba. Haleluya. Haleluya. Utakuwa somba somba, utakuwa kama wale wanaitwaga nini wale? Masharobaro. Wale wengine wa kike wanaitwaje? Yaani sharobaro, wa kike anaitwaje? Sistadu. Masharobaro na masistadu wale yani wale hiyo mambo ya utakatifu sio ya kujali sana. Si ndio jamani? Yale sio ya kujali sana kwao. Wao wanaangalia kukubalika. Si ndio jamani? Kukubalika, nyota. Wao wanang'ang'ania nyota. Yanakwambia nilivyopita pale, wacha kaka Asumani yachanganyikiwe. Shoga yangu nakwambia nimekula laki yake. Alafu naye Sharubani anasema, Waluka, yani mimi nikipita pale mwanangu hatoboi. Hakuna anayetoboa. Hata wale wa kanisani hakuna anayetoboa. Yani mwanangu mimi na nyota hatari. Kataa fursa za kijinga. Haleluya. Kataa fursa za kijinga kwenye maisha yako kama mwokovu. Kijana mmoja, hii inaitwa fursa ya kijinga. Kijana mmoja alikuwa anaitwa Yusufu kwenye Biblia, ananifurahisha sana. Alikataa fursa za kijinga, akashikamana na Mungu na akawa salama. Kibali cha Mungu kiendelea kutembea kwenye maisha yake. Haleluya. Hivi jamani, tuache masiara. Ingekuwa kwenye ulimwengu wa sasa hivi inawezekana hata baadhi ya wachungaji wangekamatwa. Asema yani, samani jamani kama wapo walinzi wa Samia lakini mimi sisemi Samia. Sema Samia kwa madhabahu sio vizuri. Yani kwa mfano mke wa yule rais wa labda wa Rwanda huko, anakwambia wewe amekuzimia, amekuelewa. Alafu mazingira ya ushahidi mtu kuona hayapo. Sijui kama ungekuwa salama. Kwa leo, nazungumza kwa leo. Inawezekana ungesema this is fursa. Adimu hii imenidondokea. Hii inaitwa fursa ya kijinga. Yusufu akasema, iweje nimtende Mungu wangu ubaya huu mkubwa? Ni kweli mfalme haoni, lakini iweje nimkosee Mungu, nimtende ubaya huu mkubwa? Yusufu hakujali mfalme, alimjali sana Mungu ambaye ni mtetezi kwake, aliyempa kibali. Haleluya. Haleluya. Nataka nikwambie watu waliookoka, hata akiwa na sura mbaya mbaya kama mimi, anavutia kabisa. Mungu atusaidie. Sisi wanaume tunajua kama mimi ni handsome, najua kama mimi na sura mbaya mbaya, najua mimi na sura mbaya mbaya. Bwana asifiwe.
ila ndani ya Yesu ni mzuri. Haleluya. Sasa wale jamaa wale wakuwatega watumishi wale hawaangaliagi, yani wewe unapokuwa unaweza ukawa mweusi na unaweza ukawa na sura ngumu, yani wao wanadili na kitu kilichoko ndani yako. Hawadili na utu wa nje. Unaotafutwa ni utu wako wa ndani. Akikupata asikia, mwanangu, shogangu, yule mtumishi mbona tayari? Unasema tayari kuna mtumishi pale tayari. Yule naimba kwaya sana yule kaka tayari. Saa nyingi mimi nachelewa basi, kwa sababu umejilegeza. Kataa kulegea mwanamume. Haleluya. Kataa kulegea mwanamke ulio ndani ya Yesu. Haleluya. Geke wasio na Yesu sio walio na Yesu. Wamama walio na Yesu ni jasiri. Haleluya. Wanawake walio na Yesu ni jasiri. Mabinti walio na Yesu ni jasiri. Hawategeki ovyo. Katusaidie. Kumekuwa na ajali za ajabu makanisani. Mchungaji anamuita, anamuombea maombi ya rehema, anaenda. Tumempokea. Kanaenda miezi dondoka. Wewe una kifafa wewe. Unadondoka tu. Wewe umekuwa mapera wewe yaliyomaliza muda wake wa kukaa kwenye embe. Kwenye mpera. Unajua kule kwetu sisi tunalimaga sana mapera. Tunalimaga na mafyulis, mapendegesi. Mnaita mapendegesi? Huku yapo Niliyaona jana ndiyo pale. Yapo ya kisasa yanakuwa hivi, yapo na mengine ya kienyeji yanakuwa hivi. Sasa yakifika muda wako umeisha kukaa kule juu kwenye ule mti, yanajidondosha yenyewe. Sasa na wewe umekuwa yale. Mungu atusaidie. Mimi limradi unajua nimekaa sana pale kwa Pastor Msigwa, sijapata mume wa kunioa. Sasa mimi Pastor Msigwa atanisamehe tu. Mimi sasa hivi wamekaa sasa wanashauriana na shoga yake mpumbavu. Mimi sasa atakaye nani? Mimi sasa hivi atakija Moravian itabidi niende naye tu. Atakija Muanglikana shogangu itabidi nikubali nisai kazeekea nyumbani. Acha upumbavu wewe. Mama amesema hivi, omba alafu mshukuru Mungu. Mungu anatazama imani yako inanenaje ndani yako. Mungu hafanyi kazi na watu wapumbavu. Si ukasema na kutukana na mtumishi wa Bwana, tafadhali. Mpumbavu ni mtu ambaye anajua hapa sipo na anafanya hilo. Afadhali hata ya kale kamjinga kakieleweshwa kama hivi kanaelewa. Si ndio jamani? Tupone katika jina la Yesu. Mwambie jirani yako leo tupone. Leo tupone leo. Tuache maigizo kanisani. Nataka nikwambie hivi, kwa nini nazungumza kuokoka na kuwa kiumbe kipya? Unajua unaposoma kile kitabu ni Zaburi 14 kama. Hebu mtu mmoja nisomee Zaburi 14. Zaburi 14 mstari wa 2. Kipato unaweza ukainuka tu. Amen. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie sana. Hilo andiko ananena kwa habari ya anguko la mwanadamu ambalo tumezaliwa
Haleluya. Hazungumuzi kwa sasa. Kwa sasa wapo waliookoka, lakini katika hao waliookoka wapo wanaojichanganya. Akina misa michanganyo wapo, na akina misi wa michanganyo nao wamo. Katika msafara wa mamba na kenge wamo. Katika safari ya kwenda mbinguni na akina misa michanganyo nao wamo humo. Mimi nataka niwaambie leo, akina misa michanganyo, acheni michanganyo, rudini kwa Bwana. Unajichelewesha bure. Hapa sio mahali pa kivuli, hapa ni mahali patakatifu pa kumwabudu Bwana, ili siku moja tuingie mbinguni. Haleluya. Haleluya. Hapa sio kijiweni kwamba karata linachezwa, sijui nini puro inachezwa, draft inachezwa humo. Mtu anakuwa na mtu wake humo. Hapana jamani. Bwana asifiwe. Tanisamee jamani, mimi ni mholiness kwa kuzaliwa. Nakwambia ukweli, baba yangu aliyenilea kiroho hajawahi kunifundisha kwamba mwanamke anatakiwa kuwa na boyfriend wala mwanamume kuwa na girlfriend. Hajawahi kuniambia. Haipo. Wazungu wanatudanganya, wanatuchelewesha. Wengine kinapeleka kabisa na kwa wazazi wake. Mama, huyu rafiki yangu. Rafiki yako wa kiume? Wa kiume rafiki yako? Wana urafiki hao? Wana urafiki hao? Ukiona anajifanya kuwa rafiki yako, ujue kuna kitu katega. Sio bure. Mwingine anapeleka kwa wazazi wao. Wazazi jamani, wazazi Bwana asifiwe. Wazazi tunyoshe mikono. Haleluya, Mungu ametupa wazazi wengi. Wazazi tuwe macho. Kijana wako wa kiume anakupelekea binti, anasema rafiki yangu, muulize rafiki yako kivipi? Eti tunasoma wote rafiki yangu. Kwa hiyo kama mnasoma wote ndio mlete nyumbani, unasema rafiki yako kivipi? Urafiki huu umeingiaje? Jinsia tofauti na jinsia nyingine kuna yaani jinsia na jinsia nyingine kuna urafiki. Ni dada yako huyo. Haya mambo ya kizungu, mnasema tunaishi kizungu, yanatuchelewesha mbinguni kabisa. Ashangaa baba lizima limevaa buku tambele ya mwanae. Ambia njoo mwanangu mzuri. Binti kashaosha na maparachichi nani, unamweka hapo unasema mwanangu. Unasema utakuwa salama? Utakuwa salama? Samahani jamani, sizungumuzi matusi, na ubiri injili. Na hii ndio injili. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Acheni mambo ya uzungu kwa Yesu. Tubadilike warokole wenzangu. Si wanatuitaga hivyo Wao hawana nia mbaya kutuita hivyo eti kwa sababu sisi tunalialia. Wanasema warokole. Si wenyewe ndo warokole wale. Lakini wao wanamaanisha kwamba aliyeokoka. Sawa jamani? Tubadilike. Tumaanisha kwenye safari ya kwenda mbinguni. Tuache maigizo. Mungu atusaidie sana. Msitupe wachungaji wakati mgumu wa kuwaongoza. Mungu atusaidie. Tunabadilika polepole. Umeikuta wapi hiyo? Kisoma kile kitabu cha Warumi sura ya 3, nazungumza jinsi tulivyokuwa kabla hatujaokoka. Amen. Warumi sura ya 3, ule mstari wa 23, Biblia inasema hivi. Anasema, naomba nisome hiyo Warumi sura ya 3 mstari wa 23.
Amen. Kwa sababu wote tulifanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, na tunahesabiwa haki sasa bure katika neema iliyo katika neema iliyo katika Kristo Yesu Bwana wetu, kwa njia ya ukombozi aliyotukomboa kwa kumwaga damu yake ya thamani. Tumepata hiyo neema ya kukombolewa katika dhambi. Tusichezee hiyo neema wapendwa. Na tulisistahili kwenda jehanamu kwa matendo tuliyokuwa nayo wakati huo kabla hatujakutana na Yesu. Ukisoma hiyo Warumi 6 mstari wa 23 anasema, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Tulistahili kwenda jehanamu, lakini Mungu akaona ya kwamba kwa nini waende jehanamu? Hebu niwafanyie wema, hebu niwatengenezee njia ya wao kupata wokovu toka kwenye hatari ya dhambi. Akamuleta Yesu Kristo ili atuokoe, akautoa uhai wake, akamwaga damu yake ya thamani kwa ajili yetu, ili ile damu itufanyie agano jipya na Mungu. Haleluya, haleluya. Lakini bado kuna watu wanachezea wokovu. Yaani mtu ametolewa kwenye shimo na ng'ang'ania arudi tena shimoni. Ameokolewa kwenye maji ya bahari, anatoka kwenye safina, nataka atumbukie tena kwenye nini? Akafe vizuri. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Safina yetu ni Yesu. Haleluya, haleluya. Sisi wakati tuko wadogo tulikuwa njoni njoni njoni, safina safina ni Bwana Yesu, watu wote tuingie ndani ya safina, ndani ya safina. Haleluya. Tujifishe kwenye hiyo safina ambayo ni Yesu, ndio usalama wetu. Haleluya. Tusikae pembeni, tuingie ndani ya Yesu, tutakuwa salama. Haleluya. Mungu aturehemu sana. Soma kile kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 3. Biblia inasema kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Nikodemo alikuwa anaambiwa, Yesu anamwambia kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu asipokubali kupokea badiliko, Yesu akajibu akamwambia, amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Haweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Haleluya, haleluya. Lazima tukubali kupokea badiliko ili tuwe wa Mungu na tufike mbinguni. Haleluya. Vinginevyo tunaweza tukaimba vizuri sana, tukasalimiana vizuri, Bwana asifiwe, lakini siku moja tukajikuta tunaangukia babaya, kwa sababu wachungaji walitukusanya wakataka tuishi katika Roho, lakini tukaendelea kung'ang'ania katika dhambi. Hatukutaka toba ya kweli, tukafanya toba kwa maneno tu, tukafanya toba kwa ngozi, lakini moyoni tunamkataa Yesu. Kule kwetu kuna kiazi, huku mnalima kiazi baba. Kuna viazi fulani kule kwetu Mbeya kule. Inawezekana wewe sijui hata ukichochea vipi, kile kiazi kinakuwa kimeingia maji. Ukichochea kwenye moto, ukachochea, unakuja ukitoa baada ya nusu saa. Kile ukibonyeza hivi akibonyezeki.
Sisi kwetu tunaitaga nturulira. Yani kimeingia maji. Mungu atusaidie. Imeingia maji hiyo kiazi. Hata ukechochea msazi mahali hivi. Walo sisi tuliookoka tusiwe hivyo kama kile kiazi. Sisi tukiivishwa tuive. Mungu atusaidie. Tukiivishwa sisi tuive. Uponyaji ukija tuponyeke. Haleluya. Acha kung'ang'ania kwenye dhambi, mpendwa mwenzangu. Badilika. Usijali na karibia uzoga. Tumishi naye jamani, anisema tu nasema. Mungu tusaidie sana. Kitabu kile cha Yohana Mtakatifu. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana 1 ule mstari wa 7, Biblia inasema, asema, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Haleluya. Inatusafisha dhambi yote. Damu ya Yesu inatusafisha dhambi yote, haisazi dhambi. Kwa hiyo kupona taratibu haipo. Bwana asifiwe. Kupona taratibu haipo. Kuokoka taratibu, anasema yatusafisha dhambi yote. Jamani, nataka niwaambie, Yesu anatuokoaga kamili, wokovu kamili. Isipokuwa tunatofautiana pale kwenye kutubu. Amen. Yeye anaokoaga, analetaga wokovu kamili. Ila sasa tunatofautiana pale kwenye kutubu. Ile sala ya toba pale. Ungesema Bwana Yesu, Bwana Yesu. Kumbe moyoni bado mimi nataka tu uondoke hapa. Nataka tu umalize hapa uondoke. Nisemeshe maneno yako amalize hapo uondoke. Lakini mwingine anakuambia Bwana Yesu, Bwana Yesu, kweli Bwana Yesu ndani. Nataka wokovu, unibadilishe, unizae upya. Kweli anamaanisha unizae upya, na akitoka hapo unaona hatua zake zimebadilika. Wakati mwingine yeye mwenyewe anakuambia mtumishi, ibada lini? Ibada lini mtumishi? Mtumishi, maombi ni lini? Baba, siku hizi mpaka wachungaji tupange maombi. Ni wachache sana wanozi. Mchungaji, hatujaingia kwenye maombi muda. Hivi mnaonaje tuingie kwenye maombi? Yaani mchungaji akisukuma mwezi mzima, watu wengine wako tayari tu kwenda tu. Swaga siku ziende. Ili mradi yeye anakuja, anafanya ibada kanisani, anaondoka. Akitoka hapa neno ile aliyojifunza msomea pako anaenda nyumbani, analiweka kule kule. Takutana nalo tena asubuhi Jumapili. Mungu atusaidie sana. Hili neno tunalolisoma hapa, hili neno unapolifuatilia, hili neno ndilo linaloweza kukugeuza. Kwenye Yakobo anasema usiwe msikiaji msahaurifu. Haleluya. Usiwe msikiaji msahaurifu hali ukijidanganya wewe nafsi yako. Tuwe wasikiaji na watendaji wa neno. Haleluya. Haleluya. Sasa jamani, unaandika alafu hauendi kulifuatilia, utapona kweli? Utapona? Unajaza marundo ya maandiko huko ndani, mwisho yanabasti. Mungu atusaidie sana. Wainjilisti mpo hapa? Naomba kama mwinjilisti unyoshe mkono. Safi mama, safi. Yes. Mwingine? Ndio.
Wainjilisti kama unapewa semina ya uinjilisti, unalishwa, alafu haendi kupakua. Nataka nikuambie yatabasti. Baadaye unakuwa farisayo. Mungu atusaidie. Yaani unalishwa tu semina. Ukisikia una semina ya uinjilisti umo. Unalishwa. Nyumba zimejaa, hauendi kupakua. Kazini kwako wamejaa, hauwapakulii. Majirani hauwapakulii. Wengine hata jirani yake anajua tu anaendaga kanisani kwa Msigwa. Hilo anajua, lakini kwamba umeokoka hajui. Ila anajua anaendaga kwa Msigwa. Si ndio jamani? Mungu atuponye. Unajua ukitaka kujua, hebu fikiri, utakuta wanakuja kukualika kwenye nani? Wanakuja kukualika kule kwenye zile ibada zao. Tunatoa mtoto ndani, tunaweka msalaba kwenye nani? Itima sijui. Wanakuja kukualika sijui tunamwombea, tuna ibada ya kumwombea nani? Mtoto anabatizwa, wanakuja kukualika. Mama na kafunga hapa nani? Kavaa kijora chake kile kafunga. Anaenda shoga yangu nani yule jirani yangu anaenda kwa nani? Anabatizwa wa mtoto. Unajua neno la Mungu inasema tushirikiane, ushirikiano kwa majirani, mahusiano mema na jirani. Wewe hata aibu hauna. Mimi nilivyohamia nikawakuta hao watu, niwatangazia, wakaleta kikadi mara ya kwanza, asi walikuwa wanijui. Nikamwambia sasa mimi nimeokoka. Nienda kule Maramba Mawili kule Dar es Salaam. Nikamwambia mimi nimeokoka na mke wangu kaokoka. Sisi ukishaokoka ibada kama hizo hatushiriki. Kwetu sisi hazikubariki, ila ukiwa na harusi tuletee kadi. Hapo tutakupa ushirikiano. Na ukiwa na send off tuletee kadi. Mnaitaga nyinyi wa mama wengine kicheni party? Mkiwa na kicheni party mpeni kadi mke wangu. Si mnamwandaa binti anaenda kwa mumewe, si ndio? Mpeni kadi hiyo. Atakuja. Sawa jamani? Tumebakisha sherehe gani? Kukiwa na msiba tuambieni taarifa, tutashirikiana. Hiyo si sherehe. Sherehe ya mwisho tutashirikiana, lakini hao mengine sisi hatushiriki hivyo. Ilikuwa ni uponyaji kwetu. Mungu atusaidie. Wakaambizana, yule mama mtumishi ukiwa na nani ndo hiyo hapa hashiriki, ameshasema kabisa hashiriki. Mungu atusaidie. Sasa wewe utangazi wokovu wako kama umeokoka, unafikiri utaponaje? Anakuletea tu. Jazi. Mungu atusaidie sana. Na ile Warumi Warumi 6:14 anasema hivi, kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria, bali chini ya neema. Biblia inatuambia kabisa dhambi haitatutawala. Naomba tumalizie na kile kitabu cha Petro ya kwanza 1:15.
Petro ya kwanza 1:15 Biblia inasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kama yeye alivyo mtakatifu aliyetuita, anavyovizalisha, anazalisha vitakatifu. Akiingia ndani yetu, anafanya kazi ya kututakasa, tunakuwa watakatifu. Sasa kwa sababu tumetakaswa, tusirudi tena kwenye uchafu, kwa sababu imeandikwa, mtakuwa watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu, yeye aliyewaita. Kwa maana nyingine kwamba sisi hatupokei mbegu ya kuharibika, hatupokei mbegu ya kudondoka dondoka. Tunapokea mbegu ya kuwa imara. Haleluya! Tunapokea mbegu itokayo mbinguni. Jamani, ukiona watu wana watoto wao hapo, ukiona mtoto anafanana na wazazi wake, kama hafanani na baba anafanana na mama, si ndio? Si ndio jamani? Manake kwamba wamehusika kwenye kumzaa, si ndio? Sasa kama Yesu ametuzaa, kwa nini sisi tunaacha kufanania, tunaanza kuwa mbegu zingine? Wanaanza kufananisha na mbegu zingine wakati yeye aliyetuita hayuko hivyo. Lazima tubadilike. Haleluya! Mwambie jirani yako, leo tuzaliwe upya. Simama kwa miguu yako. Unaweza ukasimama kwa miguu yako. Mimi nimefika mwisho, nasema asante sana kwa kunisikiliza. Karibu baba yangu. Okay. Basi ninaomba kila mmoja atakwenda kuomba. Amen. Kila mmoja atakwenda kuomba. Mwambie Yesu, nisaidie kwa habari ya kushindwa kwangu, nisishindwe na dhambi tena. Ikague moyo wako, kagua madhabahu yako ya